أما موضوع خطبتنا اليوم سنعيش مع آية في كتاب ربنا، الآية رقم 96 في سورة الأعراف. Anwani ya khutba yetu ya leo ikiwa ni tarehe 5 ndani ya mwezi huu wa 4 ndani ya mwaka huu 2013 ndani ya kijiji hichi cha Muhoro, wilaya hii ya Rufiji, mkoa huu wa Pwani, tutaishi na aya moja tu iliyokuja katika suratu Al-A'raf, aya nambari 96, maneno miongoni mwa maneno ya Mola wetu Allah. يقول المولى جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Anwani ya khutba inatuambia ahadi ya Allah kwa watu wa vijijini. Ewe ndugu yangu, popote pale ulipo, uwe katika kijiji cha Muhoro au uwe Nyamwage au uwe Ikwiriri au uwe hata kijiji chochote katika nchi yetu hii ya Tanzania, kumbuka na fahamu wazi kabisa ya kuwa Allah Mola wetu aliyetuumba akatuleta ulimwenguni, anayejua maslahi zetu, venye faida kwetu na venye hasara kwetu, anayetujua kuliko hata wazazi wetu. Ametuahidi ahadi ambayo katika ahadi hiyo ametanguliza sharti 2. Endapo watu wa vijijini wataamua kushikamana na mawili haya na viwili hivi,
wakaamua kuvifanyia kazi, kushikamana na mambo mawili, basi Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi ahadi ya ajabu kabisa. Ahadi ya Allah kwa watu wa vijijini. Ni ipi hiyo ahadi? Ni ile ahadi iliyokuja katika suratu Al-A'raf aya nambari 96. Allah anasema, fungua masikio ya kichwa, fungua masikio ya moyo, sikiliza vizuri, pokea maneno ya Mola wako. Qur'ani tukufu, kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Dhalika alkitabu la raiba fihi. Kile ni kitabu, hiki ni kitabu, la raiba fihi, ndani yake hakuna shaka hata kidogo. Hudan, kitabu hiki ni mwongozo sahihi, ni mwongozo kamili, ni katiba iliyokamilika, katiba isiyohitaji kubadilishwa, katiba isiyohitaji kurekebishwa, katiba isiyohitaji kukaliwa na wana wa Adam. Ni maneno ambayo ndani yake yamekamilika. Allah anasema ni mwongozo tosha kabisa kwa wale wenye sifa ya uchamungu. Inna hadha alqur'ana, kama ilivyokuja tena katika suratu Al-Isra, Allah anasema inna hadha alqur'ana, hakika Qur'ani hii, yahdi lillati hiya aqwam, daima inaongoza katika njia ya sawa sawa. Hongera na pongezi zitoke katika msikiti huu mtukufu kabisa, nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Hongera na pongezi nizitoe juu ya mimbari hii tukufu kabisa iliyoanzishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hongera hizo na pongezi hizo zimwendee kila Muislamu aliyeifanya Qur'ani kuwa kioo chake, aliyeifanya Qur'ani kuwa mwongozo wake, aliyeifanya Qur'ani kuwa kibla chake, aliyoifanya Qur'ani kuwa katiba chake. Haoni, hasikii isipokuwa ni Qur'ani, kila jambo lake yeye na Qur'ani. Hongera sana ewe uliofanya maisha yako yote kuwa maisha ya Qur'ani. Kitabu ambacho katika sura ya 4 An-Nisa Allah anasema afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wana nini Waislamu? Kwa nini hawataki kuleta mazingatio juu ya Qur'ani hii? Qur'ani leo inasomwa kupitia katika mimbar za Ijumaa kama hivi, kupitia katika misikiti mbalimbali, kupitia katika maeneo mbalimbali. Kwa bahati mbaya Qur'ani imekosa masikio mazuri ambayo iliyo tayari kujitega kwa ajili ya kusikiliza Qur'ani hiyo. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wana nini umma wa zama hizi? Hawataki kuzingatia Qur'ani. Kisha Allah anakata shauri, kisha Allah anatutoa waswasi, kisha Allah anatamba kweli kweli, anasema walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Lau Qur'ani hii ingelitoka kwa Mola, kwa Mungu asiyekuwa Allah Mola wa haki, basi Qur'ani hii ndani yake wengelikuta migongano na ikhtilafu mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, ahadi ambayo Allah ameiahidi kwa watu wanaoishi vijijini, ahadi ipi hiyo? Allah anasema
walau anna ahla alqura, qura, alqura jam'u qarya, ni wingi wa neno la qarya. Qarya manake kijiji, qura manake vijiji. Allah anawasemesha watu wa vijijini ambao leo mimi na wewe tumo ndani ya kijiji cha Muhoro, kijiji maarufu kabisa katika mkoa huu wa Pwani na nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla. Ni kijiji ambacho nina uhakika kabisa 99% wakazi na wanaoishi ndani yake ni wafuasi wa Mtume Muhammad, bimaana ni waislamu watupu. Walau anna ahla alqura, hakusema walau anna ahla alqarya. Na lau kama watu wa kijiji, hakutumia neno la kijiji kimoja, ametumia jam'u, wingi, akasema walau anna ahla alqura. Na lau kama watu wa vijiji, watu wa vijijini, amanu, lau wangeli amini kweli kweli, wattaqau, na wakamcha Mola wao kikweli kweli. Mawili haya, sikiliza vizuri, unaoishi ndani ya vijiji na vijijini na hata mijini. Qur'ani inapowasemesha watu wa kijijini, haina maana khitabu ile, agizo lile, angalizo hilo ni la watu wa vijijini tu, bali ni dunia nzima. walau anna ahla alqura amanu wattaqau, na lau kama watu wa vijijini wangelimuamini Mola wao ukweli wa kumwamini, wattaqau, na lau watu wa vijijini wangelimcha Mola wao ukweli wa kumcha. Mawili haya, angalizo hilo kutoka katika ikulu ya mbingu ya 7. Haya anayasema bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu 7 pasina nguzo. Ndugu yangu Muislamu, wa kijijini na hata wa mjini, haikutoshi wewe kupata mazingatio ya kujua ya kuwa nguvu za Allah ni kubwa. Hakuna anayemweza Allah. Allah ndio mwisho wa kila kitu. Allah ndio bingwa. Allah ndio mweza asiyewezwa. Haukutoshi wewe mbingu, kile kitendo cha mbingu 7 kusimamishwa pasina nguzo, haikutoshi wewe kupata funzo na mafunzo na ibra. Niambie leo, nani katika dunia hii, awe Mswahili, profesa wa Kiswahili, awe profesa wa Kizungu, awe profesa wa Kichina, awe profesa wa Kirusi, awe profesa wa Kifaransa, awe profesa wa Kijerumani, awe profesa wa Kihindi, awe kutoka popote duniani, ambaye anaweza kutuambia mwanzo wa mbingu na mwisho wa mbingu? Ni nani mjanja na msomi anayeweza kutuambia mbingu ina urefu wa kiasi gani na mapana kiasi gani? Na si hilo tu, nani tena anaweza kutuambia material yaliyotumika kuumba mbingu? Mbingu ni majivu, mbingu ni moshi, mbingu ni ceiling board, mbingu ni gypsum, mbingu ni zege iliyokorogwa na kokoto na nondo. Hakuna mpaka leo msomi asome mpaka apindukie anaweza akatueleza nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa taarifa, waulizeni Waislamu waliobahatika kupanda ndege, hata tunapopiga macho yetu juu mbinguni,
hiki tunachokiona cha awali si mbingu bali ni mawingu tu. Waliopanda ndege wanajua pindi wanapovuka zile mawingu wakaingia katikati ya mbingu na ardhi, wakitazama juu wanaona mbingu halisia, wakitazama chini hawakuoneni nyinyi wa ardhini, wanaona mawingu. Utadhani chini yao kuna mbingu na juu yao kuna mbingu. Usidanganyike na haya mawingu kadhani ni mbingu. Na kwa taarifa, wanawachuoni wa Kiislamu wanatuambia kutoka katika mbingu kwenda katika mbingu nyingine ni mwendo wa miaka 3500. Na mbingu za Allah ziko 7. 3500 mara 7, utaniambia hisabu ambayo unaweza ukaipata. Ndugu zangu Waislamu, nataka nikwambie maneno haya, ahadi hii Allah kabla ya kukueleza aliyoyaahidi na maneno aliyosema, nimejaribu tu kukugusia uzito na ukubwa wa Mola wako. Maana kuna watu vijijini wanamwogopa simba kuliko Mungu, kwa sababu simba kashawahi kuonekana kwa macho na matukio ya simba yanajulikana, ameshawahi kutafuna watu, na ndio maana anaogopeka. Lakini Mola haogopeki kama anavyoogopeka simba, kwa sababu Mola hajaonekana, na Mola adhabu yake yeye ni mkarimu na mrahimu, mpole. Hachukui hatua mbaya dhidi yetu akatuadhibu juu ya makosa yetu. Allah anasema, na lau watu wa vijijini wangelimuamini Mola wao ukweli wa kumwamini, na wakamcha Mola wao ukweli wa kumcha. Kwa nini Allah anasema lau watu wa vijijini wangelimuamini Mola wao ukweli wa kumwamini, na lau watu wa vijijini wangelimcha Mola wao ukweli wa kumcha? Al-Hafidh Ibn Kathir, mmoja katika wafasiri wa Qur'ani tukufu, tafsiri yake ni miongoni mwa tafsiri maarufu katika ulimwengu wa Kiislamu. Mwenyewe ameiita tafsirul Qur'ani al-Azim. Katazame katika tafsiri ya suratu Al-A'raf aya nambari 96, anasema yukhbiru Allahu ta'ala an qillati imani ahli al-qura. Allah hapa anaeleza uchache wa imani ya watu wa vijijini. Tathmini inaonyesha vijijini na mijini, vijijini hali ni mbaya sana. Na nikisema hali mbaya, watu wengi wanakimbilia hali mbaya ya kimaisha. Naam, hata mie nakubali mijini kuna nafuu ya kimaisha kuliko vijijini. Lakini Qur'ani kizungumzia hali ngumu ya vijijini, Qur'ani inakusudia hali ngumu ya kidini. Qur'ani inazungumzia hali mbaya ya kidini. Na ndio maana mwanachuoni huyu anasema, Allah katika kufafanua aya hii anasema, Allah hapa anazungumzia namna gani watu wa vijijini walivyokuwa na imani ndogo sana. Na ndio maana akasema lau watu wa vijijini wangelimuamini Mola wao ukweli wa kumwamini, na wakamcha Mola wao ukweli wa kumcha. Hii ina maana imani zimetoweka kwa Waislamu wa vijijini. Hii ina maana uchamungu umetoweka kwa Waislamu wa vijijini kuliko maeneo mengine. Ndugu zangu, naomba mujaribu kunielewa nisije nikaonekana Sheikh Kishki tumemtaka miezi kadhaa kuja katika kijiji hichi cha Mohoro, leo anatuletea khutba ya kutupiga sisi wenyewe.
anakuja na nyundo ya kutusambaratisha. Hapana, nimekuja kuwaletea maneno ya Mola wenu, aya ya Qur'ani tukufu. Na kwa sababu ninapozungumza muhoro, sizungumzi muhoro peke yake, bali ujumbe huu ni wa kimataifa. Nanyi insha Allah baada ya muda mfupi mtaona khutba hii ya muhoro kisambaa dunia nzima. Na ndio maana napozungumza, nazungumza kimataifa, sizungumzi kitaifa peke yake. Nanyi ni mashahidi namna gani vijiji vingi, hasa katika vijiji ambavyo vinaongoza kwa Waislamu, imani zilipotoweka, imani zilivyotoweka na uchamungu ulivyotoweka. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wasiokuwa Waislamu wanapotaka kupeleka imani zao zisizo sahihi kwa mujibu wa Uislamu, hawaendi mijini, wanatafuta kwenda vijijini, hasa katika maeneo ambayo yanaongoza kwa Waislamu. Wajiuliza, mtu anakuja kuhubiri na kuleta imani yake ya Paulo kasema nini? Anakuja kuwasemesha na kuwazungumzisha neno la Paulo kwa jamii ambayo 99.9 si wafuasi wa Paulo, bali ni wafuasi wa raisi wa manabii na mitume, Mtume Muhammad. Na ndio maana maeneo ya Waislamu unaweza ukaambiwa kijiji chetu kuna misikiti 3, ukashangaa kuna majumba ya ibada zaidi ya 3. Unajiuliza, hapa pana nini? Ni nani aliyewakaribisha mpaka wakaweza kuweka na wao majumba yao ya kiibada, wakaweza kutoa wito mbalimbali wa kutaka kuwapotosha, kuwazima na kuwafunga macho umma wa Muhammad ili wasione nuru ya Muhammad? Utagundua kiwanja walichopata kujengea nursery school na primary school na hata majumba yao ya kiibada ni kiwanja kilichouzwa na Muislamu mwenye jina la Kiislamu, aliyezaliwa ndani ya Uislamu, ambaye mtume wake si mwingine isipokuwa Mtume Muhammad. Na anajua wazi kabisa ardhi hii nakuja kuiuza baada ya miaka 100. Wajukuu zangu hao nitakaowaza mimi, wajukuu na watukuu, hapa muhoro watakuja kuwa wafuasi wa Paulo. Unaona namna Mola anavyotujua? Mola anatutuhumu. Mola bali si kutuhumu tu, anaweka wazi kasoro zetu sisi tunaoishi vijijini, ya kuwa kuna mambo mawili yamekosekana kwetu: imani na uchamungu. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, si mara yangu ya kwanza kufika katika vijiji vingi nimevitembelea, alhamdulillah, kukupata wito mbalimbali kwa ndugu zangu wapenzi wangu katika Uislamu. Kuna maeneo tunakwenda, tunaambiwa hadi mbuzi wa aqiqa ili achinjwe, basi naye anatawadhishwa kama unavotawadha wewe unapotaka kusali sala yako. Anakoshwa mikono mara 3, viganja viwili, anaoshwa uso wake mara 3, mkono wa kulia mara 3, mkono wa kushoto mara 3, anapakazwa kichwani na kuwekewa maji ya masikioni,
anaelekezwa kibla baada udhu kukamilika, ndipo atakapochinjwa. Hali ni mbaya sana vijijini. Kuna maeneo Waislamu hawajui hata kuzika wala kuosha maiti pindi Muislamu wenzao watakapofariki. Lakini Allah amezungumzia tatizo ni vitu viwili: imani ni dhaifu na ukosefu wa uchamungu. Mtu yuko tayari masaa yote akashinda shambani kwake, amwambie habari ya kuswali. Wallahi wengi wetu, asilimia kubwa leo nikiuliza baada ya sala ya Ijumaa, wanaoswali na wasioswali vijijini, wepi wengi? Mtaniambia wasioswali ni wengi. Lakini lau imani zingelikuwa zipo juu na kila mmoja wetu ana uchamungu wa kutosha, anamcha, anamuogopa, anamkhofia Mola wake, misikiti ingelijaa vijijini kama vile inavyojaa Ijumaa katika swala zingine. Lakini leo swala ya alfajiri, kuna safari niliwahi kuipata nchi ya Msumbiji mwaka jana, saa 11 alfajiri nimeswali katika kijiji kimoja njia hii ya kwenu ya kuelekea kusini. Imamu nilikuwa mimi hapo. Swala ya alfajiri hakuna anaonekana msikitini, lakini kukikuwepo na kinachoitwa ngoma, watu watakesha. Ikiwepo na kitu chenye kuitwa mipira, hadi vijijini watu wameendelea, wanamjua Mheshimiwa Messi, Mheshimiwa Ronaldo, Mheshimiwa Ronaldinho, Mheshimiwa Mufigo. Na watu wanakesha usiku wa manane kufuatilia ligi ya Ulaya. Njoo katika swala la Allah na Mtume Muhammad, kila mmoja anainamisha kichwa chake chini kama kobe. Pamoja na haya, naweza kusema jambo moja: katika hali mbaya mbili zilizopo vijijini, ya kidini na ya kidunia, ya kimaisha, binafsi naweza nikasema kwa kinywa kipana, sasa hivi hali iliyo mbaya zaidi ni ya kidini kuliko kidunia. Kwa sababu vijijini sasa hivi kuna matajiri na kuna wafanya biashara. Labda vijiji vya ndani huko, lakini vijiji vyetu hivi vya sasa hivi kuna biashara mbalimbali. Kuna mpaka Tigo Pesa, M-Pesa, Airtel Money, zote zinapatikana hapa. Kuna vingamuzi, kuna Star Times, watu wanaona mpaka ligi za Ulaya wakiwa vijijini. Kuna umeme. Maendeleo ya kidunia sasa hivi pana nafuu kulikoni maendeleo ya kidini. Dini hali ni mbaya sana vijijini. Nyinyi mashahidi, miaka 2 iliyopita nilipokuwa Nyamwage. Nyinyi hapa na Nyamwage hakuna umbali, ni kama kilomita 20 tu. Pia ni kwa Waislamu. Walivamia wasiokuwa Waislamu kwa kugawa kwao mitumba na pilau ya ng'ombe. Watu zaidi ya kadhaa wakartadi na kurtadishwa katika Uislamu. Mimi ni shahidi, nimekwenda, nimewaona mmoja na wengi wamesilimu tena upya, na mie nimefungisha tena ndoa upya za Waislamu. Unamuuliza nini sababu? Anasema amenipa shilingi 10,000. Hali ni mbaya sana. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah anasema hatoleta mabadiliko kwa watu. Msitegemee Allah atawagomboa ndugu zangu wa vijijini. Sio Muhoro tu, vijiji vyote vya Waislamu duniani. Msitegemee nusra ya Allah kuwafikia. Msitegemee huruma, jicho la huruma la Allah kuwatazama ikiwa wenyewe hamtaki kubadilika.
Kama ambavyo mnavyotoka asubuhi majumbani kutafuta pesa, huyu anakwenda kulima, huyu anakwenda kuvuna, huyu anakwenda kupanda, huyu anapeleka wanyama wake kuchunga, huyu anakwenda mjini wilayani kununua mzigo wake kwa ujumla, mchele, unga, duka lake la jumla, vitu vimekwisha. Kama unavyohangaikia maisha ya dunia, dini yako halikadhalika uhangaikia hivyo. Usitegemee Allah atainusuru hali hii kwa nyinyi kukaa hivi hivi tu, pasina nyinyi kuonyesha mwelekeo mzuri na nia njema ya kutaka kubadilika. Sio hivyo tu ndugu zangu. Alhamdulillah, miongoni mwa wazee tuliowakuta Nyamwage, mzee mmoja mwenye umri takriban tunamkadiria miaka 70-80, alifuatwa na wazungu mara kadhaa kijijini kwake, shambani kwake, mbali kabisa na pale ulipo msikiti wa Nyamwage, ndani kabisa. Nyumba yake nyumba dhalili ya udongo, hata mbuzi anaweza akapenya katika miti yake, hata miti ni michache imeachana kama ukubwa wa mimbari hii. Lakini kafuatwa mara kadhaa akakataa kumkataa Mtume Muhammad. Anasema mpaka nakufa siwezi kumkataa Mtume Muhammad. Tukadhani msomi sana, tukadhani anajua dini sana, lakini tumkamkuta maskini ya Mungu hata suratul Fatiha yote hajaihifadhi na haijui. Lakini alikuwa na imani ya kuwakatalia. Na akaniambia mimi ni Muislamu. Nikamuuliza wa kuswali sala 5, akanambia waulize waumini wa Nyamwage, Ijumaa niko mstari wa kwanza, Ijumaa kila Ijumaa na swali. Nikasema alhamdulillah, kwa imani yake Allah atamuokoa. Ndugu zangu Waislamu, baada ya muda fulani kupita, nanyi mnajua uchache na udhaifu wa imani kwa watu wa vijijini, wakapita wachawi katika vijiji. Wenyewe wanajifanya wamekuja kutaharisha vijiji, vina wanga wengi na kuna wachawi wengi. Wakafanywa waungu watu, nyumba hadi nyumba wanasaka nyumba za watu kuondoa uchawi. Uchawi hauondolewi kwa uchawi. Uchawi unaondolewa kwa Qur'ani tukufu. Na bahati mbaya zaidi wakasema katika kijiji hichi cha Nyamwage tutaanza na msikiti wa Nyamwage, nyumba ya Allah pafukuliwe ndani yake uchawi. Tazama kufuru ya hali ya juu. Waliokuwa wanampigia debe wanamwambia wazee tawile, wazee wamekuja, tumechoka, tunachanjwa usiku wa manane, humu msikitini panapatikana uchawi. Nani kasema msikitini kuna uchawi? Waliokuwa wakiwasindikiza hawakuwa wapagani bali walikuwa ni Waislamu. Kutokea hata vyombo vya habari vikaeleza, mashekhe baadhi yao walipasuliwa vichwa vyao, msikiti nyumba ya Allah kapigwa mawe. Lakini inasemekana hawa watu wametoka mbali sana, wanapita kijiji hadi kijiji, mjini hawawezi wakafika hawa. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, na lau kama watu wa vijijini wangelimwamini Mola wao ukweli wa kuamini, na wakamcha Mola wao ukweli wa kumcha. Sikiliza ahadi ya Mola wako sasa. Anwani ya khutba yangu, anwani inasema ahadi ya Allah kwa watu wa vijijini. Lau mkijipamba na sifa mbili ndugu zangu mnaoishi vijijini au hata mijini kokote pale, mkijipamba na imani, hamtetereki, uko tayari kufa na njaa, ili mradi tu kwamba utetee Uislamu wako, bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, usianguke. Hakuna kuuza kiwanja, hakuna kuuza eneo. Atakayekuja na aje, kwa sababu nchi yetu haina dini, serikali yetu haina dini. Njoeni tu, mtapiga kelele wenyewe mpaka sauti zife. Hakuna atakayetoka nyumbani kwake akasikiliza wito ule.
hawatokaa siku moja, watu wataondoka. Lakini maiki na speaker zikifungwa tu, haleluya, zikapigwa kwa wingi, sinema ikawekwa, projekta ikafungwa, wanaoongoza kujazana katika vikazi hivyo ni watoto wa Kiislamu na Waislamu wakubwa wenyewe. Tunategemea nini ndugu zangu? Hali ni mbaya mno. Kila atakayekuja na dhehebu lake la ajabu anapeleka kwa Waislamu, na Waislamu wanakuwa wepesi wa kupokea. Leo ndio wamekuja hawa, kesho watakuja Wayahudi, kesho kutwa watakuja Wahindi kutoka India wanaabudia ng'ombe, watasema Mungu wa kweli ng'ombe, na ng'ombe atapatikana kuabudiwa. Tusipokaa sawa, ndugu zangu, tuamke. Ndugu zangu, dunia ni pahala pa kupita. Ndugu zangu, maisha yako Allah hawezi kuyaboresha ukawa na maisha bora mpaka mwenyewe ubadilike katika nafsi yako. Nusra ya Allah haiwezi kukufikia mpaka wewe mwenyewe uanze kujinusuru na kwa nusuru Waislamu wenzako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Mnapoona mambo kama haya yanatokea, alafu watoto wetu, vijana wetu ndio wanahudhuria katika viwanja hivyo ambavyo wanaotoa muhadhara si Waislamu, nyie mnatakiwa kuagiza vijana mkawaite wale muwaondoe. Mnakuja mnawakemea, mnawafuata wazee wao, fulani mwanao alikuwepo na fulani, kila mmoja mkemee mwanae. Sote tukubaliane kama sisimizi walivyokubaliana katika Suratun Namli. Sura yenyewe imepewa jina la sisimizi, inaitwa Suratun Namli. Sisimizi amekuwa na busara ya kuokoa ndugu zake, kuliko baadhi yetu tumekosa busara ya kuokoa Waislamu wenzetu wasije wakaingia katika dini ya kipotovu, wasije wakampa mgongo Mtume Muhammad. Sikiliza busara ya sisimizi. Nabii Suleiman alayhi salam alipokuwa anakuja na jeshi lake, ndege wakatanda juu kumzuilia na jua. Imekuwa kama mithili ya mwamvuli. Majini wamemzunguka kulia na kushoto. Hakuwa mchawi, alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Alikuwa ni mtume wa Allah ambaye moja ya muujiza alizopewa kuwaamrisha na kuwasimamia na kuwaendesha majini. Wakawa wanamtumikia yeye na kuwatumikia wanadamu. Wakawa wanakuja jeshi la nguvu kabisa. Ikiwa leo msafara wa kiongozi wa dunia tu, magari inafika 20-30, vingora, vipikipiki, kila ya aina ya watu, kila ya aina ya jeshi. Wewe piga picha Nabii Suleiman, alikuwa nabii na alikuwa ni mfalme. Ndege wanamsikiliza, upepo unamsikiliza, yuko angani. Wakati mwingine akijisikia kutembea na usafiri wa farasi, anakuwa juu ya farasi. Akichoka kumkalia farasi, kapeti na zulia inakuja, anaikalia, amekunja nne, amepumzika. Upepo unabeba ile zulia na kapeti yake kumpeleka popote pale alipo. Haukuwa uchawi, ilikuwa ni idhini na nguvu na power za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wasakharna lahu الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. na tumemsakharishia upepo. Anakuja Nabii Suleiman na jeshi lake. Sisimizi alipoona jeshi linakuja na watoto wao, vijana wao, wakazi wenzao wamezubaa, hawaoni ujio wa msafara mkubwa wa Nabii Suleiman. Msafara ambao amezungukwa na kila ya aina ya viumbe, wanadamu, malaika, majini, ndege, kila ya aina jeshi unaowajua na usiowajua.
unaowaona na usiowaona wako pamoja na yeye. Sisimizi akawa na busara hizi, sisimizi akawa na hikma hii, sisimizi akawa anawapenda ndugu zake wasije wakaangamia. Akatoa ukelele, akatoa sauti ya kutaka kuokoa wenzake. Alisema nini ndugu zangu sisimizi? aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Ninarudi tena kwenu kwa mara ya pili, kukuhusieni tena kwa mara ya pili, pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima juu ya kutekeleza haki za Mola wake, na kuhusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala sote atupambe kwa ucha Mungu na ikhlasi za hali ya juu. Sote atupe imani iliyokamilika. Sote atuvishe vazi la siha na afya njema. Daima atunyanyue na asituangushe. Daima atupandishe, atukirimu na asitupuuze. Daima atupe kheri zake kemkemu na asitunyime. Na atunyanyue na anyanyue bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sisimizi akatoa tamko. Qur'an inasema hatta idha atau ala wadi an-namli قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Hata alipofikia katika makazi ya wadudu hao sisimizi, akatokea sisimizi mmoja, akatoa sauti akasema, ndugu zangu sisimizi wenzangu, haraka kabisa kimbieni, jificheni katika majumba yenu. Jeshi la nabii mfalme Suleiman linakuja. Nyinyi ni wadogo mno na wao ni wakubwa mno, wasije wakawaponda, wasije wakawakanyaga, wakawamalizilia mbali hali ya kuwa hawajui. Sisimizi akaonkoa wenzake, wote walijificha katika matundu na majumba yao. Suleimani akashindwa kuwaponda kwa sababu ni wadogo. Unaweza ukaua wakati mwingine mnyama kwa bahati mbaya. Suleimani miongoni mwa muujiza alizopewa, alisikia maneno ya sisimizi, fatabassama dahikan min qawliha, akatabasamu, akacheka kutokana na kauli ya sisimizi wanavyonusuriana. Kwa nini sisi wanapokuja wasiokuwa Waislamu wakaweka mahema yao, maturbali yao, wakafunga spika zao, wakasema Yesu anaokoa, Yesu anakupenda, kwa nini sisi tusiokoane kama sisimizi alivyookoa wenzake? Kwa nini tusitangaze misikitini, nyumba hadi nyumba? Ndugu zangu, wacheni wahubirie wanachokitaka kwa sababu wana haki, ila katika viwanja hivi haruhusiwi kukanyaga yoyote aliyosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na atakayekanyaga amepinga la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Inaonekana sisi wenyewe hatuko tayari kunusuriana. Lau kama nasi tunapita na spika zetu kusema asikanyage mtu, hakika mihadhara yao itadorora, haitochukua siku 3 wala wiki kama inavyokuwa. Lakini kwa sababu wanapata masikio ya kwenda kusikiliza na watu hadhira inayokwenda kuhudhuria. Nimalize khutba yangu sasa na ahadi ya Allah. Allah anasema, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Lau kama watu wa vijiji wangelimwamini Mola wao ukweli wa kumwamini na wakamcha Mola wao ukweli wa kumcha, ahadi sasa
Tega sikio sasa, pokea sasa, pata faraja sasa. Kumbe sio Allah anayetutakia maisha haya magumu, maisha haya yaliyo magumu, maisha mazito, maisha kidhalili, maisha ya shida na taabu, bali sisi ndio tunajitakia maisha ya sampuli kama hizo. Allah anasema lau wangetekeleza mawili, watu wa vijijini wakajipamba na sifa mbili, imani na uchamungu, ahadi yake sasa, ahadi ya kimataifa, ahadi ya ajabu kabisa. Hakusema basi nitawaletea unga wa ngano nambari 1 kutoka katika kampuni ya Azam, au unga nambari 1 chapa ya Azania, au unga nambari 1 kutoka sehemu fulani. Hakusema, kasema la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Basi wangeliamini na kumcha Mola wao, tungeliwafungulia baraka kutoka mbinguni hadi ardhini. Leo vijijini kikubwa ambacho tunacho kilalamikia ni ukosefu wa mvua, na mvua zikija ni mvua zisizokuwa na faida. Waulize wakulima, mazao na ulimaji umepungua, uvunaji sio kama zamani. Nani ambaye shamba lake sasa hivi kila miaka anazidi kuvuna, anazidi kupata faida, bali mtaniambia kila mmoja jambo lake, shamba lake linarudi nyuma? Huyu anasema ngedere ananisumbua, huyu atasema sijui nguruwe ananisumbua, anafukua mihogo yangu, huyu anasema mdudu fulani, mnyama fulani ananisumbua. Kumbe tatizo tumeshindwa kujua. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, na hamtopatwa na janga lolote isipokuwa mmejitakia wenyewe, nyie ndio mmechuma kwa mikono yenu. Hivyo msihangaike na ngedere wala nyani wala nguruwe wala pimbi wala ngiri wala fisi. Sisi wenyewe tuna matatizo. Mtu kuswali hata sala moja hataki, Muislamu wa jina, kazaliwa ndani ya Uislamu. Ukimwambia anakuambia shamba, mwaka wangapi leo unalima? Mwaka wangapi unavuna? Nini ulichokifanya? Baraka za Allah haziko na wewe, kwa sababu aliyekuumba akakuleta ulimwenguni hutaki kumnyenyekea, hutaki kumsujudia, hutaki kumlilia, unampuuza. Tena baadhi yetu wanatuambia wazi kabisa, nitaswali vipi na mimi nina njaa bwana, kama sina pesa mkononi siwezi kuswali mimi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Katika suratul Hajj Allah anasema miongoni mwa watu wako wanamwabudu Mola wao kwa masharti. Yani Mola baada ya kuweka masharti, yeye anawekewa masharti. Kwamba kinipa pesa taingia msikitini, kama nipi pesa mimi siswali. Ikiwa hunacho hutaki kusali, ukiwa nacho tathmini inaonyesha ndo kabisa utoswali. Akipatwa na khairi na pesa ataswali, akiwa na njaa hatoswali. Allah anasema huyo ndio aliyekula hasara duniani hadi akhera. Zama za Mtume masahaba walikuwa wakulima wazuri, walikuwa wafugaji wazuri. Wakisikia tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kila mmoja anaacha jembe, anakwenda kuitika wito wa yule ambaye ndiye anaipanda vitu katika ardhi. Sio sisi wapandaji, sisi tunachimba na kufukia punje, yeye ndiye anaizalisha punje. Au yuko muhoro mjanja anaizalisha punje?
Hili ndio tatizo ndugu zangu. Allah anasema mkijipamba na sifa mbili, nyie wakulima, nyie wafugaji, basi atawamiminia baraka zake kutoka mbinguni na ardhi. Baraka ya mbingu ni mvua. Mvua ziko aina mbili, zenye faida na zisizokuwa na faida. Tazama sasa hivi ni kwa jua mimbar palinyesha baraka haraka. Tena mvua za sasa hivi jua kali kabisa na mvua inanyesha. Wazee wetu wanajua kwamba mvua yenyewe original kabisa yenye kheri na baraka, kwanza lazima mawingu yaanze kutanda na giza ingie, utafikiri saa 12 magharibi ndipo mvua yaanze kunyesha. Lakini jua saa 6 mchana inaunguza na mvua hiyo. Maajabu sana. Na hii ni miongoni mwa alama za kiyama ndugu zangu waislamu. Mtume anasema miongoni mwa alama za kiyama kathratul amtar wa qillatul nabat, wingi wa mvua na uchache wa mavuno. Tena ndugu yangu mkulima, unatakiwa umogope Allah kweli kweli. Unalima, unapanda, baada ya siku kadhaa tu unaona jani linapasua ardhi, linajitokeza yenyewe. Allahu akbar. Na si yote mnamwagilia nyie, yeye ndio anayemwagilia kwa mvua zake. Lau kama watu wa vijiji wangemwamini Mola wao na wakamcha, basi tungeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini. Mvua yenye kheri na baraka inaanguka ardhini kutoka mbinguni, na mimea tastawi, watu watapata vyakula mbalimbali, kilichopandwa kitapandika, kitaota vizuri, kitakuwa na kheri. Hata zaka ya mavuno watu hawatolei vile vile katika mavuno yao, katika wanyama wao. Umtajia habari ya Mungu na mtume anakwambia huko. Allah anasema walakin kadhabu, lakini watu wa vijijini wanakadhibisha mafundisho yangu, wanakadhibisha ukumbusho wa mitume yangu. Fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, nasi tumewaadhibu na kuwaletea adhabu kali kutokana na vile walivyokuwa wakichuma wenyewe kupitia katika mikono yao. Nihitimishe khutba yangu. Yoyote anahitaji maendeleo katika kijiji chetu hichi cha Muhoro, ajitahidi awe Muislamu muumini mwenye imani kamili. Hauwezi kuwa mu'min 100% mpaka usimamishe sala 5, umwabudu Mola wako. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wala sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Umwabudu Mola wako pasina kumshirikisha na kitu chochote. Mtegemee Mola wako na si utegemee wachawi. Umwamini Mola wako, umkhofu Mola wako, umuombe Mola wako, utake msaada kwa Mola wako. Imani yako kwa Mola wako iwe kubwa, kisha uwe na hofu kubwa sana kwa Mola wako. Ukitekeleza hayo mawili, Allah anasema yeye atabeba jukumu zima la kukulindia mazao yako na shamba lako na mali yako kwa ujumla. Ndugu zangu, nihitimishe na kisa kifupi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza katika hadithi, moja ya masiku kuna bwana mmoja alikuwa anatembea katika kijiji chake, katika mitaa ya vijiji. Akasikia sauti limetoka mawinguni, kwenye wingu. Sauti inasema, matone kadhaa ya mvua zipelekwe katika shamba ya fulani na fulani. Live anasikia sauti kutoka mbinguni. Mbingu inatoa amri, inaamrisha tone. Maana hata mvua inayoteremka unaweza kushangaa inanyesha inasimama. Kusimama kwenyewe ndio amri ya Mungu. Malaika anayeitwa Mikail, aliyesimamia sekta ya maji mvua, anaamrishwa Nyamwage inyeshe saa nzima, Muhoro inyeshe masaa 2. Anaandikiwa katika ile saa ahakikishe matone ya mvua ziwe labda tone bilioni 1. Zikifika anafunga ile koki, ndio maana mvua ina stop. Mipango ile kwenda shule, mipango yenye akili, mipango kisawasawa.
Mipango ya nani? Ya yule aliyenyanyua mbingu 7 pasi na nguzo. Huyu bwana akasema subhanallah, kijiji hichi kuna mtu anatajwa mpaka mbinguni. Nasikia sauti mbinguni nasema ipelekwe mvua kwenye shamba la fulani tu. Habari zenye uhakika. Tumeelezwa na kipenzi chetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, mlezi wetu, raisi wa manabii na mitume. Raisi wa manabii na mitume si mwingine huyo, ni Muhammad. Basi wingu likaanza kujitengeneza. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun. Hapo kwa hapo amri lazima itekelezwe ya Allah. Wingu likasogea linafuata shamba lile. Huyu bwana akasema nimeacha shughuli zangu zote nikawa nakimbiza ile wingu nikashuhudia ni ndoto au ni uhalisia. Leo vijijini kwa imani za kipotovu, imani za chini ya hata ya zero, tunaamini wachawi wanaweza wakanyesha mvua kwenye mashamba yao. Mchawi leo kawa yeye ni Mungu, ana uwezo kwenda mbinguni akamwamrisha Mikail, malaika wa Allah, akamwambia fungua koki. Hapana, ni kiini macho. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin adhim. Hakuna anayeweza kunyesha mvua zaidi ya Mungu. Sisi kwetu Dar es Salaam, jiji la gharama, tunaamini pia baadhi ya watu mpaka leo wana imani za kipotovu. Wallahi Waislamu asilimia kubwa hatuna imani, na ndio maana tunashindwa kuendelea kidini hata kidunia. Imani ziko chini sana, tauhidi hakuna kabisa, akida ndio imepotea kabisa. Tunaamini Simba na Yanga wakicheza mvua lazima itanyesha. Waganga wao wanaita mvua. Kama tuna watu wa sampuli kama hiyo, basi tumekwisha, tusubirie kiyama tu. Huyu bwana akawa anasubiria, anafuatilia ile wingu. Wallahi Waislamu anasema nikana ana karibia kupotea njia. Mvua ikaanza kunyesha kwenye shamba. Asema mvua ikanisaidia kuifuata ile, anaifuata mvua. Kitu huamini tu. Yule bwana anasema nikamkuta mtu mmoja yuko katikati ya shamba lake, nikamfuata nikasema assalamu alaikum. Akaitika, na kuomba kwa utukufu wa Mola wako, na kuomba sana kwa heshima ya Mungu, kama unamheshimu Mungu kweli, niambie wewe unaitwa nani? Jamaa akashangaa, wewe vipi? Unatoka ulikotoka unaniuliza jina langu nani? Asema nisaidie, niambie jina lako. Mvua inanyesha, wanaroa wote shambani. Akasema anaitwa fulani bin fulani. Akasema Allahu Akbar, ndio jina ambalo nimelisikia juu mbinguni kitajwa. Akasema umesikiaje? Anasema niko mtaa wa ngapi si huko, nasikia wingu likatoa sauti. Wingu inaambiwa ijitande, ijitengeneze, iwe ready, iwe tayari katika kupeleka mvua katika shamba la fulani bin fulani. Nikaamua kukimbiza ili wingu na mvua, na kuja nakuta kweli mvua inanyesha katika shamba lako, na kuuliza jina, unasema wewe ndio fulani. Jina nilosikia kitajwa mawinguni ndio jina lako. Ndugu yangu, niambie wewe mtu wa aina gani? Unafanya nini wewe mpaka Allah mwenyewe anasimamia umwagiliaji wa shamba lako? Akasema nikivuna siku ya mavuno nagawa mara 3 mimi mazao yangu. Fungu moja napeleka kwa maskini na mafukara wa Kiislamu. Fungu la pili narejeshea kwenye shamba langu. Na fungu la 3 ni matumizi yangu mimi na wanangu. Akasema sasa nimepata jibu kwa nini Mungu anakusimamia. Kwa sababu unajitambua na unamtambua, na unajua katika shamba lako kuna haki ya Mungu na kuna Waislamu wenzako. Leo wafanyabiashara wengi hapa Muhoro ni Waislamu. Wana maduka makubwa, mwambie changia maiki ya msikiti, hataki. Mwambie changia madrasa hali mbaya, hataki. Utatoa aya zote za peponi za motoni, anakuangalia tu. Anasubiri siasa ije yote kwa mstari wa kwanza kumpokea kiongozi wa siasa. Atasubiri siku moja waje wale wachawi, atakuwa wa kwanza kupokea wachawi. Atasubiri siku moja mechi ya mpira, yeye atadhamini mechi ya mpira. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atusitiri.
Allah tusamehe makosa yetu, Allah tuongoze, Allah tupe imani, Allah tupe ucha Mungu. Allahumma innana nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahatan ba'da al-maut. اللهم يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, tupo katika eneo hili la Muhoro katika wilaya hii ya Rufiji katika mkoa huu wa Pwani. Ni ziara ya Sheikh Nuruddin Kishki katika mkoa huu wa Pwani katika eneo hili la Muhoro. Na hivi punde tu ametoka kusoma hutuba ya Jumaa katika msikiti huu. Na hutuba ya leo imezungumzia masuala makubwa mawili. Kama watu wa vijijini watamwamini Mwenyezi Mungu na watamcha Mwenyezi Mungu, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atateremsha baraka zake kutoka mbinguni na ardhini. Ninaye hapa mmoja katika waumini wa msikiti, miongoni mwa waumini wa misikiti. Ndugu yangu anayekutazama hivi sasa angependa kujua jina lako, unaitwa nani? Mimi naitwa Bakari Muhammad Nongwa. Bakari Muhammad Nongwa. Watu wa maeneo haya asilimia karibu 90 ni wakulima. Na nadhani wewe ni mmoja katika wakulima. Naam, haswa. Vipi unasemaje kuhusiana na hutuba ya Sheikh ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha kama watu wangelikuwa wanamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na wanamcha Mwenyezi Mungu angeteremsha baraka kutoka mawinguni na ardhini. Vipi kuhusiana na hutuba hii? Hutuba hii ni mzuri sana. Kama watu wote tungekuwa tunamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyafuata yale aliyokuja nayo mtume wake Muhammad, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu angetuteremshia baraka kutoka mawinguni na ardhini inshallah. Labda unaweza kuzungumzia vipi mazao labda hivi sasa kutokana na watu kutokumwamini sawa sawa Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Ni kweli kwamba baraka zimepungua? Inshallah hivi sasa Mwenyezi Mungu katupa mtihani mkubwa sana kutokana na kilimo chetu, kwa sababu sasa hivi nimekuwa kama watu tunabipiwa. Unaweza kuona mawingu na mvua isinyeshe. Unaweza kuona mvua basi mawingu yake na mvua zake zinavonyesha tofauti kabisa. Mimea utaona inanyauka na mapato ni madogo sana kutokana na uchache wa kumwabudu na kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ni mmoja katika waumini. Ngoja niangalie waumini wengine wawili watatu hapa inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Ndugu yangu mpenzi anayekutazama hivi sasa angependa kujua jina lako nani? Naitwa Muhammad Kasim Muba. Muhammad Kasim almaarufu Muba. Naam. Naam. Muhammad Kasim almaarufu Muba. Unazungumzia vipi hali hii ya mazao kwa hivi sasa kutokana na hutuba nzima ya Sheikh Nuruddin ya leo? Hali ya mazao kwa kweli huko mashambani ni mbaya sana, kwa sababu watu hatuko tayari, hatuko kwenye kumtegemea sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunapandikiza mambo yetu. Naam. Na ni kweli kwamba kijijini watu wanaamini kwamba kuna mtu anaweza kanyesheza mvua kinyume na Mwenyezi Mungu? Imani hivyo baadhi ya watu ipo. Naam. Kwa sababu huwa watu hatupandi, tunafanya matambiko. Hatuvuni shati matambiko, tukivuna kwanza tunapeleka kwa matambiko. Hiyo hali ipo, baadhi ya watu wanayo. Sasa nini umejifunza kutokana na hutuba ya leo? Nimejifunza tumche Mwenyezi Mungu kiukweli na kufuata maelekezo ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tukishafanya hivyo tutafaulu. Inshallah. Tukifanya hivyo tutazidi kupotea. Inshallah. Ni mmoja katika waumini almaarufu Muba. Nimtafuti hapa mzee mmoja. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Mpenzi anayekutazama hivi sasa, mtazamaji anayekutazama angependa kujua jina lako nani? Naitwa Abdi Yusuf Mchoro. Naam, Abdi Yusuf Mchoro.
Maarufu almaarufu Mchoro, nikiishi hapa Muhoro na kijiji kingine cha Kiongoroni jirani. Naam, labda unaweza kuzungumzia vipi hali ya vijijini kuhusiana na mvua na jua ni kali katika wakati huu na hotuba nzima Sheikh Nuruddin Kishki aliyoitoa leo? Sheikh Kishki hotuba yake sisi imetugonga sana katika miaka zaidi ya 10 hivi sasa hivi ukame unatutawala na imani za kichawi zinaendelea, hata mapato yetu sisi yote tunayopata machache bado tunaingia katika ushirikina kuondoa machawi majumbani mwetu. Pia vile vile imani ya misikiti inashindwa kuabudiwa kwa sababu inaonekana ina uchawi ndani yake. Hata hawa viongozi wa msikiti nao wanashindwa kuongoza dini kwa ajili ya kuogopa uchawi. Labda wewe ni mmoja katika wakulima? Mimi mmoja katika wakulima. Hivi sasa nimelima mazao yangu, mahindi nimevuna kidogo sana, mpunga mpaka sasa sijapanda. Sasa utakuwa tayari baada ya kusikiza hotuba hii kugawa mazao yako sehemu 3. Sehemu moja kuwapa maskini, sehemu nyingine kwa ajili ya shamba lako na sehemu nyingine kama alivyoelekeza shekhe? Kweli niko tayari kuyagawa mazao yangu, hata serusi moja nimepata mimi, ili mradi ile haki iende katika usawa kwa Mwenyezi Mungu. Na uko tayari kuipandisha imani yako na kumcha Mwenyezi Mungu ili baraka zishuke kutoka mawinguni na ardhini? Kuanzia hivi sasa na imani takatifu kwamba Uislamu ndio utatuongoza na kutupa baraka kutoka mbinguni mpaka ardhini. Naam, ni moja katika waumini wa msikiti huu uliopo hapa katika kijiji hichi cha Muhoro. Naam, naye hapa pembeni. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji anayekutazama hivi sasa angependa kujua jina lako ni nani? Naitwa Mahfudh Abdul Latif Muhammad, ni katibu. Mashaallah. Kwa maana Waislamu wetu wa Muhoro wamebweteka sana katika kukaa vijiweni na kuwasengenya wenzao, jambo ambalo Uislamu unakemea na unakataa. 2, Waislamu kwa siku ya leo Ijumaa hawafungi maduka kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, wanakhalifu aya. Na 3, Waislamu kwa Waislamu tunabughudhiana, kati ya msikiti na msikiti tunatengana, lengo letu wote ikiwa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Tunaomba sana Mwenyezi Mungu aondoe tofauti hizo ili tuelekeze ibada zetu na umoja wetu. Sasa ukiwa kama katibu wa msikiti huu, unaweza kuzungumzia vipi? Maana hotuba ya Sheikh ya leo inaonyesha mambo mawili ameyafanya watu wasio wanapata baraka kutoka mawinguni na ardhini, yani kumwamini Mwenyezi Mungu na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na inaonyesha kabisa kwa hivi sasa takriban kipindi cha miaka 20 mpaka miaka 30, yani mazao yameanza kupungua. Mvua hazinyeshi kama alivyosema Sheikh, mvua zikinyesha ima za maangamizi, ima zinanyesha kidogo hazitoshi, sio mvua za wastani. Labda kuhusiana na hotuba ya Sheikh unaweza kuzungumzia vipi? Naam, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupata wasaa huu. Hakika ya mji wetu imani kwa Uislamu haipo, na ndio maana matukio yanatupata. Utakapolizungumza hilo watu wana haraka sana katika msikiti. Maombi yetu yanakuwa nusu kwa sababu istidhai zetu zimezidi kubughudhiana. Kila mtu ana ilmu kumpita mwenzake. Kwanza tuwekane sawa katika istiqama ya Uislamu, ndio pale tutaweza kufuzu Uislamu na kupeleka wapi. Ni kweli kabisa kwamba mazao yamepungua. Yamepungua kutokana na nafsi zetu na sisi wenyewe, maradhi yetu waliotukurubisha. Wewe ni mmoja katika wakulima? Mimi ni mmoja katika wakulima, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu ananijalia kwa neema ndogo ambayo nayoipata. Mwaka uliopita labda unaweza kusema shamba lako ni kangapi na umevuna gani? Shamba langu mwaka uliopita nilipata kama eka 1.5 na nilivuna magunia kama 15 ya mahindi. Ni wastani wa sawa katika eka 1.5 kuvuna magunia 15 au yamepungua? Si wa sawa, isipokuwa kutokana na pato la mvua ndio limepunguza. Kwa hiyo ukiwa kama katibu unamwambia mpenzi mtazamaji kwamba unamwahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala utamwamini upeo wa kumwamini na utamcha upeo wa kumcha, ili eka 1.5 itoe zaidi ya magunia 100. Alhamdulillah, nitashukuru Mwenyezi Mungu anielekeze kama vile ibada yangu ninavyoelekeza, na yeye anikubalie pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maombi ninayo ambayo yaelekeza pamoja na Waislamu wenzangu. Mpenzi mtazamaji, ni moja katika waumini na si waumini tu, ni katibu wa masjidi hii inayopatikana hapa Muhoro kijijini. Hivi punde tu Sheikh Nuruddin Kishki ametoka kuzungumza katika hutuba ya Jumaa. Aliyezungumza mambo mawili yanawafanya waja wakose baraka kutoka mawinguni, wakose baraka kutoka ardhini, nayo ni kutokumcha Mwenyezi Mungu na kutokumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baada ya lisali moja Sheikh Nuruddin Kishki atakuwa katika viwanja vya wazi hapa katika kijiji cha Muhoro. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu
Muislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.